kwa sababu mbali na michezo ambayo imecheza wizara, kila mwaka tunashiriki katika mashindano mbalimbali ya UMISETA na UMITASHUMTA, na kwenye tamasha la elimu bila malipo inafanyika. Kwa hiyo ingalikuwa haviko huko, na ingalikuwa hatuwezi kushiriki. Unashirikaje mashindano kama kuna vipindi huko kwenye ground? Tunashiriki katika mashindano haya kwa kutumia vijana wetu wa skuli, wanafunzi. Na ni habari njema kuwa wamekuwa wakifanya vizuri na wanarudi hapa na makombe katika maeneo mbalimbali ya michezo. Kwa hiyo hii michezo, na mbali na kuwepo kwa vipindi vya michezo, sasa hivi tumeanzisha michipuo ya michezo kabisa. Katika hii michipuo ambayo tuko nayo sasa hivi, tunazo skuli mbalimbali ambayo tumeanzisha michipuo ya michezo, lengo likiwa ndo hilo kuhakikisha kwa tunajua michezo ni fursa, michezo ni ajira. Na hapa niunganishe na swali la kakaangu pale, kwa sababu linahusiana michezo. Kuanzishwa fani mbalimbali za amali, ndicho hicho ambacho umesema. Wako wanafunzi hawawezi kufanya vizuri saa nyingine academically kuandika, lakini wazuri sana kwenye kazi za kutenda. Na ndio kama utafiti wako ambao umefanya, you are almost right. Si lazima kama wale wanakuwa academically wanaweza, kwa sababu kila mmoja na potential yake katika learning. Kuna wengine ni wazuri katika cognitive, wengine ni wazuri katika psychomotor. Kwa hiyo hawa wa amali wanakuwa wazuri kwenye psychomotor kama football players. Ni watu ambao, kwa hiyo tumeanzisha michipuo ya michezo, lengo tukuze vipaji. Kwenye budget hii tumepanga tutajenga sports academy. Lengo ni kukuza vipaji tukishirikiana na Wizara ya Habari. Na hapa liko swali lako ambalo umeuliza, vipi mnashirikiana na Wizara ya Habari? Sport academy hizi tutajenga Wizara ya Elimu, kwa sababu itakuwa ni taasisi academic, lakini kwa kushirikiana na Wizara ya Habari ili kuona zile miundombinu yote ya kimichezo inakuwepo pale, lakini na yale mambo yote ambayo ni muhimu yanahitajika tuweze kuyafanyia installation mapema kabla ya kupeleka wanafunzi kwa ajili ya kuhakikisha. Lakini swali la viwanja vya michezo, ni kweli hili lazima tukiri. Skuli nyingi ambazo tunajenga, baadhi yao haziko kwenye maeneo ambayo kuna michezo, lakini niunge mkono na mwandishi pale amenisaidia kujibu. Kama ninapokuja swali la michezo, sio lazima mchezo ile kiwanja kiwe chini ya shule kama ambako tumerudi. Na mpango wa serikali, kama ilikuwa mnafuatilia kupitia Wizara ya Michezo, wizara ambayo kipindi kilichopita tulikuwa na mtaratibu kila wilaya kujenga viwanja vya michezo vya wilaya, tena viwanja vya kisasa kabisa. Kwa viwanja hivi tunavitumia kwa pamoja. Lengo ni sisi Wizara ya Elimu kwa pale ambako tuna mchipuo na shule hiyo ikiwa haina access ya uwanja wote wa kijamii. Lakini si inawezekana shule eneo lake pale chini ya shule haipo uwanja, lakini kwenye eneo la karibu uwanja upo, na wote tunawashauri walimu kuwasiliana na jamii husika ili waweze kuwafanyia wanafunzi vitendo. Lakini kule ambako kwenye viwanja vya wilaya ambavyo vimejengwa rasmi ni sehemu ya serikali na tumekubaliana tutakuwa tunatumia kwa ajili ya michezo. Lakini swali la walimu wa michezo, ndugu waandishi wa habari, serikali tangu mwaka 2014 tumeanzisha diploma ya PE pale Suza, Physical Education Diploma, kwa ajili ya kuandaa walimu wa michezo. Na niwapongeze sana Suza, wamekuwa wakitoa walimu hawa kwa mafanikio makubwa kila mwaka tangu 2014. Kwa hiyo kwa sababu tulishajua na tulishakuwa na mpango huu wa kuingiza katika mtaala wetu elimu hii ya kuingiza mchipuo huu wa michezo, kwa hiyo tukasema lazima tuutayarishe walimu ili waweze kuja kufundisha katika shule zetu za sekondari katika ngazi ya diploma. Lakini wapo walimu wengi, huyu kamishna mwenyewe wa michezo amesoma walimu wa michezo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa tunao wahitimu wengi ambao wametoka vyuo kutoka Tanzania bara na vingi kutoka nje kwa ajili ya kuja kufundisha michezo mbalimbali ndani ya kisiwa chetu, na lengo likiwa ni lile. Tusianzishe program tukawa walimu, hapana. Ingawaje kunakuwa na baadhi ya changamoto, baadhi ya wazazi na wanafunzi kuona they don't want to be katika sport specialization, wanaona ni kitu kipya na kigeni manake. Lakini unaposomea michezo haina maana kama lazima uwe mwana michezo. Unaweza kuwa daktari wa wana michezo, unaweza kuwa kocha mzuri ukasomea, si lazima kama kwenye kuplay. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wazazi, wale wanafunzi wanaopangiwa kwenye fani hizi mbalimbali ambazo hasa kwenye mtaala mpya ni kipaumbele yake, hasa fani za amali, basi tuzichukue, ziamini serikali yao.
kama ambavyo wameamini wameandaliwa mtoto wao mpaka akafika grade ya kumaliza elimu ya msingi na akaweza kupata grade A, basi waamini kama huko ambako wamepakiwa ni sehemu sahihi, kwa sababu mwanafunzi hapangiwi tu kwa utashi, lakini mwanafunzi anapangiwa kwa kuangalia pattern ya masomo yake na ufaulu wake. Lakini kwa sababu yale matokeo yanapotoka hayatoki tu kama ni ile sehemu ya mtihani wa taifa. Kuna baadhi ya marks ambazo zinakuwa ni sehemu ya tunasema continuous assessment. Zile marks ambazo zilikusanywa mwanafunzi akiwa darasani, ambao inatoa uthibitisho wa kuonyesha strength ya yule mwanafunzi katika maeneo gani na weakness ya mwanafunzi kutoka maeneo gani. Mara nyingi mitihani ya taifa haiportray ile real situation, lakini ile CCK ndio zinaportray ile pattern ya uwezo wa mwanafunzi katika mazingira ya kujifunza. Nataka niwatoe hofu, na ni bahati njema kwa Tanzania nzima. Kwa advance ni Zanzibar peke yake ambayo ina advance ya michezo ambayo iko mbele. Benchi la wanafunzi wetu wanafanya mitihani Tanzania nzima ni wao tu. Kwa hiyo ni jitihada kubwa ya kuipa kipaumbele michezo ndani ya visiwa vyetu.